Godbless Lema amecharuka na kumvuruga Rais Samia Suluhu vibaya baada ya kitendo cha aibu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Siasa za Tanzania zimechafuka upya baada ya kimya cha muda mfupi kufuatia kauli nzito kutoka kwa mbunge wa zamani wa Arusha mjini Godbless Lema kupitia ukurasa wake wa X ambao kitambo ulikuwa unajulikana Twitter. Lema amezua gumzo kubwa baada ya kulani hatua ya idara ya uhamiaji ya kumvua pasipoti makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche katika mpaka wa Sirari alipokuwa njiani kuelekea kuhudhuria mazishi ya kiongozi upinzani nchini Kenya Raila Odinga. Kauli hii imeibua hisia kali ndani na nje ya chama hicho, ikionekana kama mwendelezo wa mvutano unaoendelea kati ya taasisi za dola na upinzani. Lema ameeleza kuwa kitendo hicho ni ishara ya matumizi mabaya ya mamlaka na kudhoofisha imani ya wananchi katika utawala wa sheria. Amesisitiza kuwa hatua ya kumzuia Heche si tu ukiukwaji wa haki za binadamu, bali ni onyo la wazi kwamba misingi ya demokrasia nchini ipo katika mtikisiko mkubwa. Tukio hili limejiri saa chache tu baada ya idara ya uhamiaji kutoa taarifa ikisema Heche alivuka mpaka wa Sirari bila kufuata taratibu za kisheria. Kauli hii ya serikali imepingana moja kwa moja na madai ya chama cha Chadema ambayo yalisema kuwa maofisa wa uhamiaji walimzuia kiongozi huyo na kumvua hati yake ya kusafiria kwa mazingira yasiyoeleweka. Wachambuzi wa siasa za Afrika Mashariki wanasema tukio hili linaibua maswali mapya kuhusu nafasi ya uhuru wa kisiasa, hasa wakati taifa likienda katika msimu wa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Wengine wanaona kwamba hatua dhidi ya Heche inaweza kutafsiriwa kama onyo kwa viongozi wa upinzani wanaojaribu kushiriki matukio ya kimataifa na kushikamana na wanasiasa wa mataifa jirani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya Chadema, Heche alikuwa sehemu ya msafara wa viongozi wa kisiasa waliokuwa wakielekea Kenya kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Ni tukio ambalo lilikusanya viongozi wakuu wa Afrika Mashariki. Kuzuia kwake kuvuka mpaka kumechukuliwa na wafuasi wa chama kama kitendo cha kisiasa kilicholenga kumziba midomo na kumtisha. Lema ambaye aliwahi kukimbilia Kenya mwaka 2021 kufuatia misukosuko ya kisiasa amerejea kama sauti ukosoaji mkali dhidi ya serikali. Ameonya kwamba matendo ya aina hii yanaunda historia mpya ya uonevu na wa kisiasa na yanaweza kuathiri kwa muda mrefu taswira ya Tanzania katika eneo la Afrika Mashariki. Hadi kufika sasa, idara ya uhamiaji haijatoa taarifa mpya kuhusu hatua zitakazochukuliwa dhidi ya Heche, huku Chadema ikitarajiwa kutoa tamko rasmi muda wowote. Wakati huo mjadala unaoendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku wananchi wakitoa maoni yanayogawanyika, wengine wakiona hatua hiyo kama utekelezaji wa sheria na wengine wakidai ni mbinu ya kuwatisha viongozi wa upinzani. Tukio hili linaendelea kuongeza mvutano katika siasa za ndani, ikionyesha wazi jinsi mgongano kati ya dola na upinzani unavyozidi kukua. Wakati vuguvugu la maoni likiendelea kupamba moto, wachambuzi wanakubaliana kuwa hii ni tukio litakaloacha alama kubwa katika mjadala wa uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Hii ni Kenyascope, sauti yako ya taarifa, uchambuzi wa kweli wa kina kuhusu siasa na matukio makubwa ya Afrika Mashariki. Endelea kutufuatilia kwa habari zaidi zenye uzito na mtazamo wa kipekee.